Mara baada ya mbio za mwenge kuwasili katika viunga vya jiji la Dodoma, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwangonda amepongeza utekelezaji wa mradi wa maji safi katika jiji la Dodoma, akieleza kuwa mradi huo umeleta mapinduzi makubwa ya huduma ya maji kwa wananchi pamoja na kusaidia uwekezaji wa viwanda. Akizungumza wakati wa uzinduzi na ukaguzi wa mradi uliofanywa na mbio za mwenge wa uhuru, Mwangonda amesema mwenge wa uhuru umeridhishwa na ubora wa mradi huo uliotekelezwa na mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Dodoma DUWASA. Mwangonda amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha zilizoweza kutekelezwa mradi huo, akisema imekuwa mkombozi mkubwa kwa wananchi waliokuwa wakikabiliwa na changamoto ya maji kwa muda mrefu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, ndugu viongozi ambao tumeambatana hapa katika mradi wetu, mwenge wa uhuru umefika katika mradi, umepokea taarifa na umekagua. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, baada ya kukagua mradi wetu wa maji umekamilika na DUWASA wamefanya kazi kubwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, mradi huu wa maji umeletwa hapa Nala mahususi kwa ajili ya wananchi wa Nala, lakini pia kwa ajili ya uwekezaji wa viwanda. Maji haya yanahudumia wananchi, lakini pia yanapelekwa katika eneo la viwanda, na hapa tuna kiwanda kikubwa cha mbolea ambacho kinazalisha mbolea nyingi sana hapa Dodoma. Kwa hiyo maji haya yanahudumia kile kiwanda, lakini jambo ambalo ni la kipekee, eneo hili linatoa maji mengi sana. Kisima kimoja kile kina uwezo wa kujaza tanki la lita 200,000 kwa masaa 3. Kwa ni jambo ambalo ni la kumshukuru Mwenyezi Mungu, ametupa eneo ambalo ni zuri na lenye maji ambayo hayawezi kukatika kwa sasa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye haya maji yamekuwa mkombozi kwa wananchi, na wananchi sasa kama alivyosema Mheshimiwa Diwani, wa ndoa zao sasa zimetengamaa baada ya kina mama maji kuyapata katika majumba yao. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Mheshimiwa Rais ameleta utengamao kwenye nini? Kwenye ndoa. Yaani ndoa zinadumu kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta maji ya uhakika. Mwenge wa uhuru oye! Dr. Samia oye! Mheshimiwa Rais anachokiomba kwenu wananchi wa Dodoma, endelea kulinda amani na utulivu, taifa libakie tulivu. Yeye kazi yake atuletee maendeleo, atuletee maji, atuletee fursa mbalimbali kama tunazoziona wawekezaji wanakuja katika maeneo yetu. Kazi yetu ni kulinda amani na utulivu, nchi ibakie tulivu, Dodoma ibakie tulivu, wawekezaji waje, Mheshimiwa Rais aendelee kutuletea maendeleo makubwa zaidi ya haya tunayoyaona. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, mwenge wa uhuru umefurahishwa sana na ujenzi na ukarabati wa maji, na naomba tu maji yaendelee kusambazwa kwa watu. Mwenge wa uhuru oye! Daktari Samia oye! Asante. Naye kaimu mkurugenzi mtendaji wa DUWASA Bernard Rugaui akisoma risala ya mradi huo amesema kuwa lengo kuu la mradi ni kuboresha huduma ya maji na kuonyesha uzalishaji kutoka lita milioni 88.94 hadi kufikia lita milioni 91.2 kwa siku, sawa na ongezeko la 2.5%. Amesema mradi huo umegharimu jumla ya shilingi bilioni 1.604 fedha zilizotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026, maeneo yanayohudumiwa na DUWASA katika wilaya ya Dodoma yana jumla ya wakazi 891,633 ambao mahitaji yao ya maji ni sawa na lita milioni 159.9 kwa siku. Vyanzo vikuu vya maji tunavyovitegemea kutoka bonde la Mzakwe lenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 61.5 kwa siku, chanzo cha Nzuguni chenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 10 kwa siku, chanzo cha Iyumbu uzalishaji ni lita milioni 7.32 kwa siku, na visima vingine vya pembezoni vinavyozalisha jumla ya lita milioni 6.2 kwa siku. Aidha, vyanzo vyote vya maji vilivyopo vina uwezo wa kuzalisha lita milioni 88.94 sawa na 55.6% ya mahitaji yote katika mji wa Dodoma. Lengo la mradi:
Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026, lengo kuu la mradi huu ni kuboresha huduma ya usambazaji maji na kuongeza uzalishaji wa maji kutoka lita milioni 88.94 kwa siku hadi kufika lita milioni 91.2 kwa siku, ambao hili ni sawa na ongezeko la 2.5 kwa siku. Hali ya utekelezaji wa mradi huu. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026, DUWASA imeutekeleza mradi huu kwa kutumia wakandarasi wawili, wazabuni 4 ambao ni Master Drilling Exploring, huyu alichimba kisima, Baji Construction Work, huyu alijenga mradi, TSP kwa maana ya Tanzania Steel Pipes, huyu alisupply bomba za chuma, Simba Pipes, huyu alisupply bomba za plastiki, Metro Water Service, huyu alisupply viungio kwa maana ya fittings, na Waterways Hydro, huyu alisupply pampu na kufanya installation ya pampu katika mradi huu. Kazi kubwa zilizofanyika ni pamoja na ujenzi wa tenki la kukusanya maji lenye ujazo wa lita 200,000, ukarabati wa tenki la kusambaza maji lenye ujazo wa lita 45,000 na ujenzi wa nyumba ya kuendeshea mitambo kwa maana ya pump house, ulazaji wa bomba ya kusafirisha maji kutoka kwenye chanzo yenye jumla ya kilomita 4.28, ulazaji wa bomba za kusambaza maji zenye urefu wa jumla kilomita 3.52 na ujenzi wa vituo 4 vya kuchotea maji na upandaji wa miti 948 katika eneo hili la chanzo. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026, mradi huu umegharimu jumla shilingi bilioni 1,604,672,368 Fedha zote hizi za kutekeleza mradi huu zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hadi sasa jumla ya kiasi cha shilingi milioni 954,203,245 na senti 63 kimelipwa kwa wakandarasi wote na wazabuni waliohusika utekelezaji wa mradi huu, ambao malipo hayo ni sawa na 59.46%. Muda wa utekelezaji. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026, mradi ulianza kutekelezwa tarehe 1 Julai 2024 na ukakamilika kwa mujibu wa mkataba tarehe 31 mwezi wa 5 2025. Kwa upande wake diwani wa kata hiyo Leonard Alexander amesema wananchi wa eneo hilo wamepokea kwa furaha kubwa ujio wa mradi huo, kwani umeondoa kwa kiasi kikubwa adha ya upatikanaji wa maji. Alisema kabla ya utekelezaji wa mradi huo wananchi walilazimika kutembea umbali wa kilomita 2 hadi 5 kutafuta maji, licha ya eneo hilo kuwa karibu na jiji la Dodoma. Kiongozi wa mbio za Mwenge, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, waheshimiwa viongozi mbalimbali ambao wamekusanyika mahali hapa pamoja na wananchi. Sisi wananchi tumetekewa kwa furaha kubwa sana ambayo ujio wa Mwenge umekuja kumulika shida ya maji. Mtu anabeba ndoo ya maji kilomita 2 mpaka kilomita 5 kutoka kwenye chanzo cha maji mpaka kufika kwenye nyumba yake, lakini kwa sasa tunazungumzia habari ya zaidi ya wananchi 500 mpaka 1000 hapo katikati wameshaunganishiwa maji kwenye majumba yao, na watu wanafungua maji, wanayatumia maji vizuri. Kwa hiyo maji haya ukiachilia yametanua pia wigo wa ajira kule kiwandani, maana bila maji kiwanda kisingefanya kazi, lakini wananchi kwenye majumba yetu yameleta amani. Hata ndoa zetu zimeshakuwa imara sana kwa sababu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, lakini tunashukuru sana kiongozi wa mbio za Mwenge, lakini tushukuru sana pia uongozi wa wilaya, wamekuwa bega kwa bega kusaidia kuleta tabasamu. Mwisho tuwashukuru DUWASA kwa sababu nao pia wamefanya kazi kubwa sana, maana ndio wenye mradi. Kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, ni Peter Ubogo wa Asher Media.